Bwana Yesu asifiwe sana. Jina langu ni mtumishi Paul Salim Zayumba. Kuelekea mwaka 2026 natamani ni kushauri kuweza kuwekeza katika maeneo matano ya muhimu sana. Na utakapowekeza kwenye maeneo matano ya muhimu, 2026 utakuja kunishukuru, uniambie hakika kwamba nimefanikiwa. Eneo la kwanza ni kuwekeza kwenye eneo la kiroho, spiritual investment. Na tunaposema eneo la kiroho, tunamaanisha jinsi ambavyo unatengeneza mahusiano yako wewe na Mungu, mahusiano yako na Mungu. Kwa kadiri unavyojenga mahusiano yako na Mungu, ndivyo ambavyo Mungu anaweza kujifunua kwenye maisha yako na kuweza kukusaidia. Tukumbuke kwamba Biblia inasema hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli, kwamba si kwa uwezo wala kwa nguvu, bali ni kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo lazima tuweze kutengeneza mahusiano yetu sisi na Mungu mwenyewe. Na namna kutengeneza mahusiano, lazima tuweze kusoma Biblia, kwa maana maandiko, na tuweze kuishi kile ambacho kimeweza kuandikwa kule ndani, lakini tuishi maisha matakatifu, tuwe ni watu wa ibada na mambo mengine yanayohusiana na hayo, ili kwamba tuweze kujenga mahusiano yetu na Mungu. Kwa hiyo kwa kadiri mahusiano yako na Mungu yanazidi kuwa makubwa, maana yake ni kwamba unaekeza kiroho, na kwa namna hiyo ndivyo ambavyo Mungu anajifunua kwenye maisha yako. Mungu ana upendeleo. Ukimtafuta ataonekana kwako, usipomtafuta hataonekana kwako, kwa maana Mungu hamlazimishi, lakini Mungu anakushawishi kujenga mahusiano baina yako wewe na yeye. Hilo namba moja. Lakini namba mbili, tunazungumza kwa habari ya kuwekeza kiakili. We're talking about mental investment. Wekeza kiakili. Maana kuwekeza kiakili ni hivi, ni kwamba ni kupata chakuza ni kupata afya ya akili, lakini namba mbili ni kuweza kupata maarifa mapya kupata maarifa mapya. Unapokuwa akili yako iko sahihi, kwa maana ya afya ya akili, unakuwa na ufanisi wa kimaamuzi na kufanya vitu ambavyo vinaleta ufanisi kwenye eneo fulani. Lakini pia tunaposema maarifa, ina maana kitu cha kwanza, unaweza kupata idea mpya, unaweza kupata exposure, unaweza kufanya vitu kwa marefu na mapana yake. Na tunaposema kuwekeza kiakili, maana yake ni kwamba soma vitabu tofauti, watu ambao wametangulia, watu ambao wamefanikiwa, jaribu kusoma vitabu tofauti. Lakini pia tafuta watu waliofanikiwa wengine, unaweza kukaa nao chini, sikiliza kutoka kwao, pata ushauri hapa na pale. Lakini pia kubali kukaripiwa, kubali kuonywa, ndio jinsi ambavyo unaweza kuongeza vitu vipya kichwani. Lakini sio hivyo tu, sikiliza wengine kwa njia ya media, sikiliza vyombo vya habari, ujaribu kuona huko na kule, upate idea zingine mpya. Kwa hiyo unapozidi kupata maarifa mapya, ina maana unapata idea mpya na unaweza kufanya vitu kwa ubora zaidi. Mtu mmoja ambaye anaitwa Bill Gates, kama sikosei, alisema kwamba watu wengi sana wanatamani kukutana naye, waweze kusikia maneno mawili kutoka kwake, aweze kuwashauri. Lakini Bill Gates alisema hizi kukutana na kila mtu duniani. Kwa maana hiyo, kuna baadhi ya vitabu ambavyo ameandika, na vitabu ambavyo ameandika, basi ukisoma ni moja kwa moja umekutana naye, kwa maana kwamba mawazo yake ameweka kwenye kile kitabu. Kwa hiyo soma sana kitabu. Na watu wengi waliofanikiwa ni watu ambao wamejibidisha katika kuweza kutafuta maarifa, sio ila darasani tu, lakini kusoma vitabu vya hapa na pale, anapata maarifa mapya. Kwa hiyo wekeza sana kwenye akili yako. Ukiwa salama hapa, basi utakuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kufanya vitu vingi. Lakini jambo lingine ni wekeza kwenye afya yako. Wekeza kwenye afya yako. Fanya mazoezi kuelekea mwaka 2026. Uwe ni mwaka ambao unafanya mazoezi map, ili kwamba kuweka mwili vizuri. Angalia unakula nini. Unajua mwili wako ni muhimu sana, afya yako ni muhimu sana. Na ndio maana hata Mungu anahitaji afya zetu. Hata sisi kama watumishi tuweze kumtumikia, anahitaji afya zetu sana. Kwa hiyo tunapoelekea mwaka 2026, utengeneze mwili wako, ujikinge na maradhi. Lakini pia mwili, afya ikiwa vizuri, unapata ufanisi hata wa kwenye akili na hata uwezo wa kazi unaweza kuwa mzuri. Kwa hiyo tengeneza sana afya yako. Namba 3, yani wekeza kwenye afya yako. Lakini jambo lingine la 4, wekeza kwenye mahusiano, kwa maana ya connection. Angalia umezungukwa na watu wa namna gani, angalia mtandao wako na watu wa namna gani. Kama 2025 ulikuwa na marafiki ambao wamekuwa sababu ya kukwama, hawakuongezea lolote, haina maana ya kuweza kuwa na msururu mkubwa wa marafiki alafu matokeo yake ni marafiki hewa. Kwa hiyo tengeneza mtandao wa watu ambao unaona kwako wanaweza kuwa msaada kwao, wekeza kwao. Kuna watu ukiwekeza kwao unaweza ukavuna kesho. Kwa maana hiyo tengeneza mtandao. 2026 ni mtandao
mtandao wa watu ambao mna mahusiano yaliyo mema na mahusiano ambayo yanaweza kutoa watu wamoja zaidi na kupeleka mahali. Utakuja kunishukuru sana. Ni vitu ambavyo unaona vinaleta matokeo ya kitofauti kwenye maisha yangu. Kwa hiyo tengeneza mtandao wa watu. Una mtandao wa namna gani? Fikiria mtandao ulionao. Huu mtandao nilionao leo hii unaweza kuwa sababu ya mimi kuwa mfanyabiashara mkubwa wa kimataifa. Je, mtandao nilionao unaweza kuwa sababu ya mimi kuweza kupata connection fulani za kibiashara au connection fulani za kikazi, au kupata opportunity fulani ambazo zinakuwa zinaweza kujitokeza, fursa za hapa na pale. Angalia mtandao ulionao. Namba 5 ambao ni ya mwisho, wekeza sana kwenye biashara. Usiangalie kwenye kuajiriwa tu, wekeza sana kwenye biashara. Na biashara yoyote haijalishi ni biashara namna gani, lakini ikiwa na ubunifu ndani yake inaweza kuwa ya tofauti. Kwa hiyo jaribu kufanya utafiti kwenye jamii na uone kwamba jamii ina uhitaji wa namna gani na kitu gani ambacho ninaweza kuwekeza, au nikiwekeza jambo fulani nikiwa na ubunifu ndani yake kinaweza kuleta matokeo ya namna gani. Na hili nimefanya la mwisho kwa sababu inategemeana na haya manne ya mwanzo. Haya manne yakiwa vibaya, basi hata la mwisho halitakaa vizuri. Kwa hiyo jaribu kuwekeza katika hayo maeneo matano, basi 2026 utaweza kumwona Mungu namna ambavyo aenda kujifunua kwenye maisha yako. Thank you very much. May God bless you so much. Have a nice day and happy new year 2026.